Majina ninaitwa mtumishi wala Pastor Bienfait Moya Bienfait. Mimi ni mpastori katika kanisa la Maranatha hapa kwetu Musasa, na ninapenda kuzungumza kuhusu masomo wala semina ambayo tulioifanya. Kwa kweli tumepata semina nzuri sana, na walimu walikuwa wazi na walitufundisha vizuri zaidi. Na hapo kwanza tunatoa shukurani katika programu zote zile ambazo walizozifanya. Na acha nianze na kutoa tena na shukurani kwa wale wote ambao wanaongoza kikundi hichi, wala wale wote ambao waliopata hiyo moyo wa kuanzisha kazi kama hii. Ni kazi nzuri kabisa ambayo inatoa watu katika maconfusion, inatoa watu katika njia zisizowezekana na kuwaingiza katika njia zilizonyooka. Kitabu cha kwanza ambacho tujifunza kilikuwa ni jinsi ya kuvuka wala kutoka kwenye laana na kuingia kwenye baraka. Kwa kweli ukiona kuna mafamilia za mingi kufuatana na masomo tuliyosoma wala semina tuliyopata, kuna familia za mingi ambao zimo katika zile laana. Kuna zile laana za asili, kuna zile laana za mababu zao. Na kwa hiyo tumepata kujisikia kwamba je, mtu anaweza kutoka katika zile laana na kuingia katika baraka. Kwa kweli na walimu wakatufundisha kusema ya kwamba mtu kutoka katika laana na kuingia katika baraka hakuna kingine ni katika njia ya maombi na kusoma neno la Mungu, ili nasaidia zaidi. Na hiyo ilibidi tuone kwamba kweli kuna watu, kuna vitu wala kuna magonjwa ambao inaletwa na laana. Na hiyo ni kweli, tuliona kwamba kuna magonjwa ambao inaletwa na laana, na kuna zile shida ambao watu wanaingia ndani kwa ajili ya laana ambazo zilitoka. Unaona kutana kinakamata kizazi hiki, kizazi na kizazi wako katika ile njia tu ya malaana, na ile yote inaonekana ya kwamba ni kukosa kumjua Yesu Kristo. Lakini kama mtu amekusha kumjua Yesu Kristo, anatoka katika zile laana na anaingia katika baraka. Hicho ni kitabu cha kwanza ambao tuliokisoma wala tuliofundishwa. Na kitabu mwalimu wa pili alitufundisha namna gani ya kuombea hata maserikali wala gouvernement zetu ambazo tunaoishi ndani. Kama vile sisi wakimbizi, tukiangalia hapa kwetu Musasa, leo tuko karibu mitualite 7. Na hizi mitualite 7 kila watu walitoka mahali kwao. Kwa walitoka huko, wengine watoka huko, wengine watoka huko. Unaenda kukutana kitu ambacho kilituma ile yote inakuja ni nini? Ni hii mavita, ni mashida, ni matatizo. Lakini ikaonekana ya kwamba ni lazima sasa tuombe mainchi yetu ili kile kitu kifanye nini? Kipate kuisha. Na kwa hiyo tuliomba na tukapata somo nzuri kabisa ambalo linasema kuombea viongozi vya serikali katika nchi zetu, kama vile nchi ambayo imetupatia hifadhi sisi wakimbizi, nchi ya Burundi ni nchi ya kuombea, na tunaisema asante kwa maana imetupokea. Pia ni kuombea nchi yetu ya Kongo ambao munaingia fujo, matatizo na vita. Hiyo yote ni vitu ambavyo walimu wametufundisha na tulishukuru sana. Na kwa mwisho ni kusema ya kwamba na tunawahitaji siku ingine tena muje mutupatie masomo kama vile hii, mutupatie semina kama hizi, purke watu waelimike zaidi. Sio tu hata kwa mapastori, hata kwa watu wengine wanaweza kupata mafunzo kama hii. Itabidi kuona ifanye nini? Iwaendeleshe mbele. Na hiyo tunasema asante na shukurani katika programu zote munazo, na Mungu awabariki.